Kwa mujibu wa taarifa kutoka Jeshi la Polisi makao makuu ya polisi Dodoma, kitengo cha kamisheni ya polisi jamii dawati la ushirikishwaji Tanzania, zinaeleza watu 45 wamepoteza maisha yao, huku chanzo kikidaiwa ni kuhusishwa na imani za kishirikina. Hayo yameelezwa na kamishna msaidizi wa polisi makao makuu ya polisi Dodoma, kitengo cha kamisheni ya polisi jamii, Elisante Ulomi, wakati alipokuwa akitoa mafunzo ya elimu kwa polisi jamii pamoja na makampuni ya ulinzi mjini Geita, lengo likiwa ni kudhibiti uhalifu kwenye maeneo ambapo mafunzo hayo yameratibiwa na mgodi wa dhahabu wa GGML kwa kipindi cha siku 14. Takwimu za toka mwaka 2021 hadi 24 zinaonyesha kwamba takribani watu 45 wamepoteza maisha yao kwa ajili ya vyanzo vile vya vifo vyao vikiwa vinaonekana kwamba vimetokana na imani au mauaji hayo yametokana na imani potofu za ushirikina. Tumetoa elimu kwa makundi haya ambayo walikuwepo viongozi wa dini, walikuwepo makundi ya wataalamu wa halmashauri ya Geita mjini na Geita DC, lakini pia makundi mbalimbali ya polisi jamii na watendaji wa serikali. Kimsingi tumewaelewesha kwamba wao ni mabalozi na wanapaswa kwenda kutoa elimu hii kule ambako wanatoka, kwa sababu imani hizi zimekuwa ni kama haziishi moja kwa moja, zimekuwa zikionekana kama ni jambo ambalo linataka kushindikana hivi. Lakini Jeshi la Polisi kupitia kamisheni ya polisi jamii tunawaambia tushirikiane ili waweze kwenda kuielimisha jamii kwamba hizi imani ni imani potofu na mtu hawezi akapoteza uhai wake kwa kuhisiwa tu kwamba yeye aidha amemloga mtu au kama ni ndugu zetu wale wenye ulemavu wa ngozi albino, kwamba yeye kiungo chake kikipatikana basi kinaweza kusaidia mtu kwenda kupata madini kwenye migodi, kiungo chake kinaweza kikatumika kwenda kupata ushindi katika uchaguzi. Hizo imani tumewaambia ni potofu na tunapaswa kuzikemea kwa pamoja, hasa kipindi hiki ambacho tunaelekea uchaguzi mkuu wa serikali mwezi Oktoba. Nina imani mafunzo haya yatakwenda kuleta mabadiliko chanya kwa makundi ambayo tumeyapa elimu, na mategemeo yetu ni kuona kwamba jamii ya Geita inaendelea kuwa salama, kwa sababu panapokuwa salama ndio ambapo maendeleo pia yanakwenda kwa kasi. Mkoa huu ni mkoa wa kimkakati, mkoa huu una uwekezaji mkubwa, mkoa huu una migodi. Kwa hiyo tukihubiri habari hii ya kukemea mauaji haya yanayotokana na imani za kishirikina, basi mkoa huu utaendelea kuwa salama. Ni sahihi. Imani za kishirikina kwanza zinachochewa na nini? Zinachochewa na umaskini, lakini na elimu. Lakini pia watekelezaji wakubwa wa haya mambo ni waganga ambao hawafuati taratibu. Wao wanafanya kitu kinachoitwa imani, wanafanya ramli chonganishi, na kupitia ramli chonganishi ndio inaopelekea watu kuamini kwamba mtu fulani basi anapaswa kuuawa, anapaswa kutolewa kafara na mambo yanayofanana na hayo. Kwa hiyo tunakemea vikali haya mauaji na tunaendelea kutoa elimu kwa jamii watuunge mkono ili tuweze kutokomeza kabisa mauaji haya. Makundi ambayo yanaathirika zaidi, kwanza kundi la kwanza ni watu ambao wana albinism. Kamisheni ya polisi jamii ambayo ni moja ya kamisheni 8 za polisi, kazi yetu kubwa ni kutoa elimu. Sisi hatuna mamlaka hayo ya kufuta leseni. Sisi tunatoa elimu ili mtu aweze kuacha huo uhalifu. Kama mtu anafanya ramli chonganishi, basi kuna taratibu nyingine ambazo zinachukuliwa na kamisheni nyingine. Mfano tuna kamisheni ya operation, lakini yuko mwenye mkoa ambaye ni afande RPC, atachukua hatua kwa kufanya operations na kukamata, na wale wote ambao wanakiuka sheria wao watachukuliwa hatua. Lakini kwa polisi jamii ama kamisheni ya polisi jamii, wao sisi kazi yetu kubwa ni kutoa elimu, kuhakikisha kwamba watu wanaacha uhalifu, na ndio njia rahisi ya kupunguza uhalifu kwa njia ya elimu tu, na watu wanaelewa na wanaacha uhalifu. Na tuna encourage sana watu waweze kutoa taarifa. Wanapotoa taarifa basi inatusaidia kwa kiasi kikubwa kuwabaini wale watu ambao wanafanya hayo matukio, na mwisho wa siku tunazuia kwa pamoja.